Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ndugu Othman Masoud Othman amesema uamuzi wa ACT Wazalendo kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 unatokana na uzoefu wa kutosha walionao kuhusu mbinu, ujanja na mikakati ambayo CCM wanatumia katika kuhujumu vyama vya upinzani na mageuzi kwa ujumla tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Ndugu Othman Masoud ametoa kauli yake akiwa kwenye ziara yake katika mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwemo Shinyanga na wilaya ya Kahama aliyoitoa tarehe 24 na 25 Mei mwaka huu. Amesema viongozi wa ACT Wazalendo wana uzoefu wa kutosha juu ya mbinu za CCM wanazozitumia kwa kuongoza mapambano ya kisiasa kwa muda mrefu na pia uzoefu wa kufanya kazi ndani ya serikali kwa nafasi nyeti. Sisi viongozi wa chama hiki tuna uzoefu mkubwa juu ya mbinu za CCM kuliko vyama vyote. Nianze na uzoefu wangu. Kwa mfano, nimefanya kazi serikalini kama naibu mwanasheria mkuu kwa miaka 9, kisha mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa miaka 9 na mwanasheria mkuu wa Zanzibar kwa miaka 3. Unadhani kwa nafasi zote hizi sijui serikali, sijui CCM na njama zake? Amehoji ndugu Othman. Amesema uzoefu huo wa kufanya kazi serikalini umefanya aijue CCM na mbinu zake katika kuhujumu upinzani nchini, uzoefu ambao utaifanya ACT Wazalendo kutobabaishwa kwenye kufanya maamuzi. Ndugu Othman amesisitiza pia chama cha ACT Wazalendo kimesheheni wanasiasa waandamizi wenye uzoefu wa kutosha kwenye mapambano ya kisiasa nchini na kuwataja mwenyekiti wa chama mstaafu Juma Duni Haji, kiongozi wa chama mstaafu Zito Zuberi Kabwe, makamu mwenyekiti Ismail Jusa na wengine wengi, uzoefu ambao umewafanya viongozi wa ACT Wazalendo wazijue vizuri mbinu za CCM. Ndugu Othman Masoud, funzo kubwa waliolipata kupitia uzoefu wa viongozi na wanachama wa ACT Wazalendo ni kuwa mbinu za kususia uchaguzi hazifanyi kazi kwa ufanisi dhidi ya CCM. Ni taarifa iliyotolewa kwa umma na chama cha ACT Wazalendo. Wakati hayo yakiendelea, kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imeazimia kuwa haitafuata maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo pamoja na mambo mengine yalilenga kutengua uteuzi wa wajumbe 8 wa sekretarieti na kamati kuu ya chama hicho waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho Januari 22 mwaka huu, kwa kuwa maamuzi hayo ya msajili ni batili. Akiongea jijini Dar es Salaam Mei 25 mwaka huu, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tanzania Bara John Heche amesema kamati kuu yetu ya chama imekutana kwa siku 2, yani Mei 23 na Mei 24 mwaka huu, na haya ni maazimio ya kamati kuu. Moja, kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina, na imejiridhisha kwamba msajili alikwenda kinyume na sheria za vyama vya siasa kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kufanyia maamuzi malalamiko ya wanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake ni batili na Chadema haitofuata hayo maamuzi yake. Msajili amejigeuza kama rufaa ya chama chetu. Katiba ya nchi haimpi mamlaka. Kama kuna mwanachama analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa, na mbaya zaidi msajili na watu wake kuna tuhuma kuwa wao ndio walalamikaji kwa kutumia mtu huyo ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua na kusikiliza kesi, na wao ndio wanaamua. Tumekataa uamuzi huo. Katibu mkuu wa chama chetu ndio yule tuliompitisha, full stop. Majibu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yanakuja kufuatia msajili kukiandikia barua chama hicho baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Mwanga ndugu Mchome kumuomba msajili kutengua maamuzi ya baraza kuu la chama hicho kwa kuwa kikao kilikuwa na kasoro nyingi, huku akisema baraza kuu halikuwa halali, lakini ndani yake kulikuwepo na watu ambao si wajumbe halali wa baraza kuu kwa mujibu wa katiba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kauli ambayo Chadema imeipinga. Na hivi karibuni meya wa zamani wa Ubungo Boniface Jacobo amenukuliwa akisema Mchome amepangiwa nyumba ya kuishi Masaki na msajili, hivyo mpango wao ni mmoja, unalenga kuivuruga Chadema. Ni taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tanzania Bara John Heche baada ya vikao vya Mei 23 na 24, na kisha maamuzi walioyachukua ndiyo ambayo ameyatangaza. Lakini waziri wa ujenzi Abdalla Ulege amesema serikali haitaongeza hata siku moja kwa mkandarasi ambaye atabainika ameshindwa kukamilisha mradi wa ujenzi aliopewa na serikali kwa sababu za uzembe.
Ulega ameyasema hayo mkoani Lindi wakati akiwa kwenye ziara ya kukagua ukarabati wa miundombinu ya ujenzi katika mikoa ya kusini kufuatia maelekezo aliyopewa na Chama cha Mapinduzi CCM baada ya mvua kubwa zilizonyesha mwaka huu kuharibu barabara. Waziri huyo amewaambia wakandarasi hao kuwa wakati mzuri wa kumaliza kazi zao ni wakati huu kabla ya kuanza kwa mvua za vuli, na kwamba hatarajii wananchi kuteseka tena wakati wa mvua hizo kwa sababu ya uzembe wa waliopewa kazi ya kujenga barabara na madaraja. Serikali imewaamini na kuwapa kazi ya ujenzi wa barabara na madaraja ya kudumu. Hakikisheni mnakamilisha kwa ubora na kwa wakati, na hatutakubali kuona tena wananchi wakiteseka kama walivyoteseka mwaka jana na mwaka huu, alisema Ulega. Katika ziara yake hiyo ya ukaguzi, Waziri Ulega aliwasilisha pia salamu maalum za upendo kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa mkoa wa Lindi, ambako kwa sasa serikali yake imeendelea na ujenzi wa miradi mikubwa takribani 13 inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Mbunge huyo wa jimbo la Mkuranga amewataka wakandarasi wanaojenga madaraja na barabara kuunganisha mkoa wa Lindi kuongeza kasi ya ujenzi wa miradi hiyo ili kamilike mapema mwezi Septemba kabla ya kuanza kwa mvua za vuli. Ujenzi unaoendelea kwa sasa katika barabara kuu inayotoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kusini unafuatia athari za mvua za El Nino na kimbunga Hidaya, ambayo kwa pamoja vilisababisha kukatika kwa barabara za Marendego na Ngurukuru, Lindi Mingoyo, Ilanjelanje na Michinga, Kingi Kipatimo na Ngurukuru Liwale na Liwale na Chingwea. Hii ni Sky4 Media.